عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Naam, ndugu zangu watazamaji wapendwa, kama mnavyoona hayo ni majeneza matatu. Majeneza mawili ni ya mama zetu na jeneza moja ni la mzee wetu, mzee Tahir, ambaye yeye alikuwa ni mmoja katika maratibu wetu katika msikiti wa Mandri, na tulichokishuhudia kwake yeye na ni lazima tukitaje kwa sababu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyesema udhkuru mahasina mautakum wa kufu ammasawihim, tajeni mazuri ya wafu wenu, wale wanaofariki kati yenu basi tajeni mazuri yao, wakufu ammasawihim, na muache kutaja maovu yao. Na tulichokishuhudia kwa mzee wetu huyu ni kuwa yeye kwanza alikuwa ni mpole, hana maneno mengi ya kuwaudhi watu, alikuwa ni mtu maridhia. Hatukuwahi kusikia kauli kutoka kwake ya kuleta mvurugano katika msikiti wa Mandri au katika mtaa wetu au katika jamii. Mzee Tahir, yani alikuwa ni mtu maridhia, na hivi ndivyo inavyotakiwa sisi tuwe hivyo, tusiwe wakali sana, tusiwe mpaka mahali ikiwa hapana budu tukali mambo mengine hayo, lakini ni uzuri, yani ukiishi na watu uishi vizuri mpaka wakati ukiondoka kila mmoja atamani uwepo wako. Lakini pia tukija kwa upande wa ibada, halikadhalika alikuwa ni mtu mujtahid, alikuwa ajitahidi sana kwa upande wa ibada. Tukisema hivi tuamaanisha kwamba ilifika daraja wakati alipokuwa amekosa macho haoni, basi alikuwa akiwataka watu wamshike mkono wamlete msikitini hali ya kuwa haoni. Sisi tunye macho yetu hatutaki kwenda msikitini, hatutaki kwenda kuswali, lakini yeye pamoja na kuwa haoni alikuwa akiwaomba watu wamshike mkono wamlete msikitini, na tulikuwa tukilishuhudia hilo kwa macho yetu. Kwa hivyo ni mambo mazuri ambayo kwamba tumeweza kuyashuhudia kwa mzee wetu kama huyu. Jambo la kwanza ni jambo ambalo limefungamana na jamii. Alhamdulillah, hakusababisha ulimi wake au matendo yake kuwaudhi watu au kutuudhi sisi tulikuwa tukiishi na yeye. Lakini pia katika upande wa ibada, mashallah, alikuwa ni mujtahid. Mwenyezi Mungu amweke mahala pema penye wema, na kubwa zaidi ni sisi ambao tuko njiani, tuko barabarani, maiti watarajiwa, tujiandaeni na mambo mazuri ambayo imefungamana baina tu sisi na wenzetu, na mambo mazuri ambayo ni ibada iliyofungamana baina tu sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ndilo la muhimu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Mwenyezi Mungu asema muogopeni Mwenyezi Mungu na mutizame, muangalie mumetanguliza nini kesho siku ya kiyama. Hiki ndicho kitu muhimu. Baada umeona umma wote huu, watu wote hawa ambao tumekuja kuwashindikiza, hawa ambao waliweza kutangulia mbele za haki, umma wote huu baada ya muda mchache hakuna hata mmoja atabakia hapa. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.